Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, natumaini uko poa mzima wa afya. Mimi naitwa Uncle G. Kilomita za kutosha kutoka Njombe mpaka sasa hivi tuko hapa Lwasho, ni mkoa wa Songwe, lakini ni kilomita chache tu kutoka hapa kuelekea Sumbawanga mjini. Lakini baada ya kufika hapa tukakutana na mwamba mmoja ambaye yeye ni mjasiriamali, tukaona tuzungumze naye. Bwana, mambo vipi? Fresh brother. Unaitwa nani kwanza? Bwana, jina kamili naitwa Issa Daudi Zando. Jina la kazi sasa la ugali? Kazi naitwa mzee wa kazi. Mzee wa kazi. Au ukipenda mzee mwenyewe. Mzee mwenyewe. Umetisha sana. Tuambie, wewe ni mkazi wa wapi hasa? Yani kwa wakati huu, kwa wakati huu mimi naishi hapa Mionga. Mionga. Kijiji cha Mionga. Okay. Na tumetokea wapi? Mimi nimetokea Dar es Salaam. Okay. Tutaka tujue safari yako ya kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Lwasho. Tulikuja kwa mishe gani? Hapa mishe ambayo ilonileta nilikuwa ni mfanya biashara. So nilikuwa ni mfanya biashara kwa mazao. Okay. Nje ya mazao? Nje ya mazao ndo nafanya tasnia hizi za upishi. Za upishi. Chapati. Mavaibu. Nimeamua niwajulishe wadau wa Asili Yetu TV. Tuliweka status, watu wakawa wanauliza, bwana, hii chapati mmetoa oda itengenezwe kwa ajili ya kutengeneza content. Sasa hii chapati moja ni shilingi ngapi? Chapati kama hii moja, hii ni shilingi 1000. Shilingi 1000. Hii shilingi 1000. Kama unavyoiona mwenye ni kali, yani kwamba imetengenezwa ndani na nje, yani yote inafanania. Sio kwamba huku nyeupe huku nyeusi. Hii chapati yote ni kali, inafanana. Okay. Kwa hapa kijijini wanaijiwa kwa jina la Mix by Yas. Mix by Yas. Mix by Yas. Basi analetua hili kitu kama hiki hapa. Okay. Hii ni Mix by Yas kwa shilingi 1000. Na pamoja na supu inagharimu shilingi ngapi? Pamoja na supu inakuwa ni shilingi 3500. 3500. Kwa vibe lenye bakuli ya mnyama ya kutosha, hiyo ya mbuzi au ya ng'ombe. Napigwa na Mix by Yas kwa gharama 3500. Okay. Umetisha sana. Hii biashara ya utengenezaji wa supu, wewe binafsi tunaonaje? Tunaondoka nayo, tunaridhishwa au namna gani? Hii biashara kiufupi tunaridhishwa kwa sababu tunajua tunaishi kulingana na wakati. Okay. Huu wakati uliokuwa nao inatupeleka vizuri kwa sababu wameshaelewa, kwa sababu kuna kijiji cha Mpui. Kutoka Mpui ndo wanakuja hapa. Yaani ukianza kuzungumzia mzee wa kazi kutoka Mpui, una ufalme wako mpaka Tunduma ikiwezekana kufika hadi hapa. Ukifika huku mpaka Laela ni mpaka wadau wa Sumbawanga anaelewa hii ofisi. Hii ni ofisi. Bado kuna wadau na vyama, kuna watu wa taasisi. Ukienda mpaka kwenye halmashauri huko unaleta Chitete, show ya mzee wa kazi wanaijua. Hamna, umetisha sana. Tuambie, ni mazao gani ambayo yanapatikana hapa? Hapa mazao yapo, kuna mazao, kuna alizeti, kuna karanga, mahindi, ndio ni mazao mengi sana. Maharagi sio mara kwa mara. Okay. Kulingana na mvua. Lakini hapa tuko njia panda, Sumbawanga kidogo, Lwasho kidogo. Vipi ile tabia ya watu wa Sumbawanga? Tabia tunajua tabia zao kwamba tunaishi nao yani. Tunaishi nao. Ukiwasoma kwamba watu wanataka nini, wanaenda wapi, basi inabidi upite huko. Okay. Sasa hivi ukipewa chance ya kurudi Dar es Salaam, vipi? Tunaweza tukaondoka au kwa sababu ndio sehemu niliozaliwa, nimecheza, nimesoma, nimeishi. Dar es Salaam siwezi, labda ni katikati hapo. Ni katikati hapa. Ili kwa sababu Dar es Salaam unajua kila kitu kienda kwa Dar es Salaam hivi yote ni collection. Ni collection. Kule vitu vishafanyika. Kwa hiyo ukienda lazima uwe na kiki zaidi ya hii. Okay. Kwa hiyo lazima tuje tuwafundishe watu wengine ili waweze kuamka. Okay. Sasa kwa faida ya chapati hii, tunadhani tunapata faida kweli? Faida inapatikana kwa sababu biashara, unajua biashara ni ubunifu. Okay. Tulifikiria nini kutengeneza chapati ambayo ni kubwa kiasi hiki? Ni mfumo wa kibiashara kwa sababu nilipofika hapo nilianza na chapati ya 300, nikaja kwenye chapati ya 500, mpaka sasa nimefikia level kutengeneza chapati ya 1000. Kulingana wameelewa, na ukiachilia biashara ni ule ubora. Hii chapati blaza ina ubora. Yaani kama unaona unaweza kaikunja moja tu unakula, kimpelekea mtu anaweza kauliza kwamba ziko ngapi, lakini simuona hii mikunjo ni 1 2 3 4 5 6, mikunjo 8, lakini ni chapati ni moja. Kwa hiyo yani kitu kama hicho. Umetisha sana. Tumalize hali ya biashara binafsi kwa upande wa mazao hapa Lwasho, tunaionaje kwako? Mazao kiukweli yanakwenda vizuri kwa sababu hata mimi hii hapa ni
ni kama bonus track tunasema. Yaani kwamba nikiwa napiga zile kiki za mazao nikitoka, kwa sababu kama sasa tunaelekea kwenye msimu kiki hapa inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo kiki hapa inanitoa sasa kunitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Naweza ngajikuta nikipiga show za Mixx by Yas miezi mitatu. Najikuta kwenye show ya mazao na flow vizuri afu maisha yanakwenda. Hapo umeeleweka sana. Shukrani sana. Sisi tulitaka tuangazie safari yako ya biashara hapa kiufupi. Kitu kilichotuvutia zaidi ni hii chapati bwana. Sawa. Sehemu zingine huwezi kupata chapati kama hii. Hii chapati washatoka wadau kuanzia Mbeya, Tunduma na vijiji vya kati mpaka kufika Sumbawanga. Kiukweli wananiambia hakuna, yani imekuwa ni hadithi nzito sana katika maeneo haya ninayoishi. Umetisha sana mwamba. Pamoja mkaka. Bwana, karibu wakati mwingine Asili Yetu TV tumeenjoy kupiga story. Karibuni sana Miunga. Karibuni sana Miunga. Na hata oda muda mwingine zikiwa zinapatikana. Vitu kama hivi. Na sio hii tu, kwani mabaiti mbalimbali. Kuna chopu, cutlets, bagia, sambusa, zote, chapati za mayai na vitu kama hivi hapa. Mixa pilau mpaka biriani, kwa sababu sisi ni watu wa pwani kama unavyoona. Watu huko sasa wanaelewa hizo biriani nini? Kikubwa zaidi ni kuelewesha. Unapokuwa taratibu unaanza kuelewesha, bwana leo kuna kitu hiki na kitu hiki, alafu zile ladha unavyozipata wanatamani kutumia hivyo vitu. Umetisha sana. Pamoja kaka. Shukrani sana. Tulikuwa na mjasiriamali lakini mfanyabiashara wa mazao mbalimbali ambayo yanapatikana hapa. Umeambiwa kuna karanga, kuna alizeti, mahindi na maharage. Mpunga? Mpunga sio sana mpaka uvuke uende ndani zaidi. Tulikuwa tunapiga naye story, lakini sisi tumepata supu leo hapa, tukavutiwa na kitu ambacho anakitengeneza, na sisi Asili Yetu TV tukasema wajibu wetu ni mmoja tu, kukutanisha na hao watu wanaofanya. Sasa inawezekana unatokea Sumbawanga ukifika Lwasho kabisa, kabla ya kuvuka hili daraja la kimataifa kabisa hili, uliza tu mzee wa kazi wapi, kauli mbiu bila kuchoka. Kauli mbiu bila kuchoka. Ofisi inaitwa Zamani. Ukienda hapo nyuma ofisi kuna flepa kubwa limeandikwa Zamani. Kwa sababu zamani hamna mtu ambaye anatamani, kila mtu anatamani zamani. Shukrani sana. Kwa hiyo hakikisheni mnamzingatia wageni wote ambao mnapita njia hii. Njia zinauma, unapaki tu ndinga yako unapata supu muda wote ipo bila usumbufu. Muda wote ipo, asubuhi, mchana, jioni unaweza kupata. Mimi sina la ziada, naitwa Ngoji, tukutane kwenye vipindi vingine.